Suratul Hadidi ndiyo sura pekee ndani yake inayopatikana aya katika aya yake ya 25 inayoelezea habari ya kuteremshwa kwa chuma kutoka angani kikaletwa ardhini. Katika aya ya 25 ya suratul Hadidi inasema, wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u linnas, na pia na tulikiteremsha chuma kutoka angani, hiko chuma ndani yake kina nguvu na kina manufaa kwa watu. Maelezo haya yalielezwa karne ya 7. Watu wa astronomy, wana jiolojia, wana fizikia na watu wa cosmology ndio wamekuja kufahamu sasa ya kwamba hiki chuma kinachochimbwa ardhini, hiki kiliteremshwa kutoka angani. Chuma hiki kilitengenezwa katika space ya 39 juu huko angani, alafu ndiyo kikateremshwa kile chuma kikaletwa ndani ya dunia wakati alipokuwa anaziumba mbingu na ardhi. Ndio wamekuja kujua sasa. Qur'ani pale inasema, wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u linnas, na pia na tulikiteremsha chuma kutoka angani. Hili neno wa anzalna lilikuwa linachukuliwa kuwa ni neno la kufikirika tu, lakini halina maana ya kuteremshwa kitu kutoka juu na kikaletwa chini. Lakini hivi sasa wanasayansi wamekuja kujua ya kwamba neno hili lina maana halisia ya kuteremshwa kitu kutoka juu angani kikaletwa chini ardhini. Chuma kiliteremshwa kama vile inavyoteremshwa mvua kutoka juu angani ikaletwa ardhini. Wamekuja kugundua ya kwamba joto linalohitajika kwa ajili ya kukitengeneza chuma kwa mara ya kwanza, joto hilo halipo ndani ya dunia yetu, halipo, wala katika jua letu halina ukubwa huo wa joto unaohitajika kwa ajili ya kukitengeneza chuma. Chuma kinahitaji temperature of 100 million degrees. Joto lake linatakiwa liwe ukubwa huu, ndiyo chuma sasa kinaweza kikatengenezeka hapo. Katika jua letu kunakadiriwa kuwa na temperature of 6,000 degrees Fahrenheit, na pale katikati yake lile jua linakadiriwa kuwa na temperature of 20 million degrees Fahrenheit. Joto hili halitoshi kwa ajili ya kukitengeneza chuma kwa mara ya kwanza. Lile joto linalotakiwa ili chuma kiumbike linalipita joto la jua letu kwa mara 5. Watu wa astronomy wamekuja kugundua ya kwamba jambo hili lilifanyika katika space ya 39, katika kitu ambacho wao wanakiita supernova. Ingia kwenye YouTube alafu andika supernova, watakuonyesha jinsi chuma sasa ndio kinaumbwa alafu kinateremshwa ndani ya dunia. Wametengeneza mpaka na video yake tayari.
Profesa Alfred Kroner, huyu ni profesa wa geology katika chuo kikuu cha Johannes Gutenberg Mainz nchini Ujerumani, na anakuwa ndiye mwenyekiti wa idara ya geolojia katika chuo kikuu hicho cha Ujerumani. Profesa Frank Press, profesa wa geology katika chuo kikuu cha Marekani, walipoiona aya hii walishangaa kwa maelezo ya Qur'ani iliyoeleza karne ya 7 ya kwamba hiki chuma kinachochimbwa ardhini, kwamba hiki chuma kiliteremshwa, kilitengenezwa katika space ya 39 alafu kikateremshwa ndani ya dunia. Mtu kama alivyokuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yeye ni ummi, hajui kusoma wala kuandika, alikuwa hajui kanuni za kifizikia wala za kibiolojia wala za kikemia wala za kinyuklia. Karne ya 7 inayoitwa kwamba ndiyo karne ya giza la kiilmu, ndipo yaliposemwa maneno hayo. Wao wanakuja kujua karne ya 20 na 21 ndio wanakuja kulijua jambo hili. Ilipopasuka ile supernova, mfano wa kitu kama nyota kubwa, ikapatikana kitu kama majimaji vile, alafu ndio yakateremshwa yale maji ndani ya dunia. Yalipokuja yakakutana na ardhi, yakagonga, yakapenya, yalipofika katikati ya ardhi, yalipopoa, ndiyo chuma. Wanasema lazima kitabu hiki kiwe ni cha Mwenyezi Mungu, wale maprofesa, na lazima huyu awe ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu wa Islam, Suratul Hadidi ilikuwa ni sura ya 94. Ilikuwa ni sura ya 97 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallama. Ikachukuliwa ikaenda ikapangwa ikawa ni sura ya 57. Qur'ani ina sura 114. Nusu ya 114 ni 57. Kwa hiyo hii ndiyo sura pekee iliyokwenda kuwekwa katikati ya mashafu, kwa kuwa imeeleza habari ya kuteremshwa chuma kutoka angani, na ile sura ikachukuliwa ikaenda kuwekwa katikati ya mashafu. Lile neno hadidi lina herufi 4, he, dali na ye. Hadidi, he thamani yake ni nambari 8. Dali thamani yake ni nambari 4. Jumla ngapi? 12. Ye thamani yake ni nambari 10. Jumla inakuwa nambari ngapi? 22. Dali thamani yake ni nambari 4. Jumla inakuwa ngapi? 26. Lile neno hadidi thamani yake katika nambari za kihesabati ni nambari 26. Ukiwauliza watu wa physics atomic number ya chuma, watakwambia ni nambari 26. Lile jina tukufu la Mwenyezi Mungu Allahu, kuanzia aya ya kwanza ya Suratul Hadidi
mpaka katika aya ya 25 linapokuja kutajwa neno chuma, lile jina tukufu la Mwenyezi Mungu hapa linatokea kwa mara ya 26. Angalia muujiza wa Qur'an. Kwa hiyo hata zile sura katika kupangwa kwake, ndani yake pia kuna kuwa na muujiza. Watukufu wa Islam, katika Qur'ani surati Rahman katika aya yake ya 33 ndiyo sura pekee iliyokuja kumwambia mwanadamu, kumfungulia milango ya kwamba aende sasa katika anga za juu akafanye tafiti. Ya ma'shara al-jinni wal-ins in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal-ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultani. Enyi jamii ya majini na wanadamu, kama nyinyi munaweza kupenya katika matabaka ya mbingu na ardhi, fanfudhu, nendeni, penyeni. La tanfudhuna illa bisultani, lakini hamtoweza kupenya isipokuwa kwa kuwezeshwa, kwa nguvu zangu niwawezeshe. Neno sultani maana yake ni ufalme, utajiri, nguvu, hikma, ilmu. Ikiwa kama yule mwanadamu atapewa na Mola wake nguvu na ilmu na hikma, jambo hili ataweza kulifanya, la kupenya katika matabaka ya mbingu akaenda katika anga za juu, akiwezeshwa na Mola wake, mwanadamu ataweza kulifanya, na lilikuja kutimia. Ukweli wa Qur'ani ulikuja kutimia tarehe 16 mwezi wa 7 1969. Mwanadamu alipewa ilmu na nguvu na hikma na Mola wake, akatengeneza chombo chake cha Apollo 11. Mwanadamu akaruka kutoka katika mgongo wa ardhi kilomita 400,000, akapasua matabaka ya mbingu, akaenda mwanadamu kutua juu ya uso wa ardhi ya mwezi. Tarehe 16 mwezi wa 7 1969, mwanadamu akaruka kutoka katika kituo kinachoongoza safari za anga cha Kimarekani NASA na chombo chake cha Apollo 11. Angalia Mwenyezi Mungu alivyompa ilmu mwanadamu na hikma. Wale wahandisi wakati wanaitengeneza ile Apollo walisema ya kwamba kile chombo tukikitengeneza kikiwa chote ni kimoja kama lilivyokuwa basi, alafu tukapanda tukaweza kuruka na tukaweza kufika pale juu ya uso wa ardhi ya mwezi na tukaweza kutua, je, tutakapotaka kutoka ikishindikana atatutoa nani? Ile Apollo wakaitengeneza, ilikuwa moja, lakini waliitengeneza vipande viwili. Hiki kipande kimoja hiki ndicho walichokaa wale madereva akina Adriani na wenzake. Hiki kipande kimoja ndicho alichokaa yule Neil Armstrong na wale wanaanga wenzake, ndio walikaa hiki kimoja, alafu zikaunganishwa ikawa moja. Wakaruka kutoka pale NASA kilomita 400,000, wakapasua matabaka ya mbingu,
walipofika kuufikia mwezi hawakutua kwanza. Mwezi Apollo iliuzunguka mwezi kulia kwenda kushoto mara kadhaa, alafu vile vyombo vikaja vikaachana. Kile kimoja walichokaa wale wanaanga akina Neil Armstrong ndiyo kilichokwenda kutua pale juu ya mwezi. Kile kimoja walichokuwepo wale marubani Adiliani na wenzake, kile hakikutua. Hiki kilipotua, kile kikawa kipo angani kinazunguka, kinauzunguka mwezi kwenda kulia. Ukiwauliza, walipoulizwa kwa nini kabla ya kutua ile Apollo yenu iliuzunguka mwezi kulia kwenda kushoto, na kwa nini hamkuzunguka kushoto kwenda kulia, wanasema ile gravity force ndivyo inavyozunguka, ilivyoumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ile gravity force inazunguka kulia kwenda kushoto. Kwa hiyo na sisi lazima tufuate vile, tuzunguke kulia kwenda kushoto. Na kama tutazunguka kushoto kwenda kulia, kile chombo kitashindana na ile gravity force, kitakatika vipande vipande. Mfumo huu ndio mfumo gani? Ndiyo mfumo wa katika Al-Kaaba. Mahujaji wanaizunguka Al-Kaaba kulia kwenda kushoto katika ibada ya tawafu, na wao pia walitofu, walifuata mfumo wa dini ya Mwenyezi Mungu. Mwezi ndio ulikuwa ndio mithili ya Al-Kaaba, na wao walikuwa ndio mahujaji, wanatufu, wanauzunguka ule mwezi. Walizunguka kulia kwenda kushoto. Mwezi nao pia huizunguka dunia kulia kwenda kushoto. Dunia inalizunguka jua kulia kwenda kushoto. Mtoto anapokuwa yuko ndani ya tumbo la mama yake, anakuwa ndani ya kitu kinachoitwa membrane. Kiswahili tunasema chupa, ndo anakuwepo mule ndani. Anakuwa amezungukwa na maji yanaitwa amniotic fluid. Yule mtoto, yale maji kazi yake ni kumfanya yule mtoto ndani ya ile membrane asimguse mama na mama asimguse mtoto. Mawasiliano ya mama na mtoto ni ile kamba yake ya kitovu, yule mtoto umbilical cord, ambayo inatoka kwa mtoto inakwenda kwa mama, inakwenda kuungana na placenta, lile kondo la nyuma la uzazi. Placenta kazi yake ni kumzungusha mtoto hapa ndani ya membrane anavyotaka Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anataka huyu mtoto azunguke vipi? Anataka azunguke kulia kwenda kushoto. Ile placenta inamzungusha mtoto kulia kwenda kushoto, anazunguka kulia kwenda kushoto anavyozungushwa. Alafu kile kichwa kikifika huku chini, ukiangalia katika zile picha za x-ray, utamuona yule mtoto amejikunja, bapa lake la uso amelifudikiza chini, amesujudu, na ile miguu ameikunja na mikono ameweka chini, amejikunja, amesujudu. Hapa anasubiria kuzaliwa. Kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila kinachozaliwa kinazaliwa katika maumbile ya asli ya imani ya dini ya Mwenyezi Mungu. Apollo iliuzunguka mwezi kulia kwenda kushoto, walifuata mfumo wa katika Al-Kaaba, alafu ndio ikaja zikaachana. Ile waliokuwepo wale wanaanga ndio ikatua pale juu ya uso wa mwezi, hiki kimoja kikaendelea kuzunguka kulia kwenda kushoto.
Neil Armstrong akafungua mlango wa Apollo, akashuka, akatembea juu ya uso wa ardhi ya mwezi. Ghafla wakamuona amerudi nyuma. Hawa waliokuwa chini hapa NASA wanamuona, wanazungumza naye, wanamuuliza, mbona umerudi nyuma? Umeona kitu gani? Neil Armstrong anawaambia, nimeuona mwezi na uona mwezi unaufa. Wakamwambia piga picha, akapiga picha kadhaa. Wakamwambia akusanye na mawe ya pale juu ya mwezi. Mwezi ni kama kipande tu cha ardhi kinachoning'inia hapo karibu na dunia, ni kama kipande tu cha ardhi. Una mabonde, una milima, kuna mawe, ni kama kipande tu cha ardhi. Alikusanya kiasi kama cha kilo 50, akarudi navyo katika Apollo, akaingia, wakafunga mlango. Hii hapa iliyokuwa iko juu inazunguka, ikasogea karibu na hii iliyotua, ikavutwa. Hapa imewekwa sumaku iliyokuwa kali sana, ina nguvu kubwa, ikainuliwa, zikaungana, wakatoka, wakauzunguka ule mwezi kulia kwenda kushoto, wakatoka juu ya uso wa ardhi ya mwezi, wakawa wanarudi sasa, wanakuja kutumbukia ndani ya sayari yetu inayoitwa dunia. Walipofika pale NASA walitua salama salimini, wakashuka katika Apollo, wakaenda kupimwa kwanza afya zao. Walikuwa wanaogopa wasije wakaleta magonjwa huku ambayo yakatushinda. Ikaonekana afya zao ni mzuri. Kilichobakia ni kuongea na waandishi wa habari. Ni tukio lililokuwa kubwa katika karne ya 20. Mwandishi wa CNN International anamuuliza Neil Armstrong, ni faida gani tuliyoipata sisi wanadamu kwa kutumia nyinyi mabilioni ya dolari kwa kwenda mwezini? Neil Armstrong anamjibu mwandishi wa CNN International, anamwambia faida tuliyoipata ni kubwa mno kuliko madolari tuliyotumia, na kama tusingelitumia madolari hayo, faida hiyo tusingelijua. Tumeweza kujua ya kwamba kumbe ule mwezi unaufa. Katika tafiti walizozifanya, akawaambia inaelekea ule mwezi wote ulikuwa mzima, lakini ilitokea tukio katika dunia la ule mwezi kupasuka vipande viwili. Kipande kimoja kikaenda upande mmoja na kipande kimoja kikaenda upande wa pili. Alafu ulikuja ule mwezi ukaungana. Pamoja na kwamba uliungana, ile athari ya mpasuko ipo, wameikuta. Kuna kijana mmoja raia wa Canada, yupo Canada, anamsikiliza Neil Armstrong anazungumza na dunia kwa njia ya television. Yule kijana alislimu pale pale. Kijana huyo alisikia habari ya muujiza wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuupasua mwezi vipande viwili. Alipinga, akasema ni jambo ambalo haliwezekani na ni la kipumbavu. Kilomita 400 mtu yuko chini hapa ardhini, au nyoshe kidole ule mwezi au pasue vipande viwili? Akasema jambo hili ni la kipumbavu, hakuliamini. Wao wenyewe NASA waliiona aya ya Qur'ani katika sura ya 54, Suratul Qamar, aya ya kwanza. Qur'ani inasema iqtarabatis saatu
wanshaqqa alqamar, qiyama kimekaribia na mwezi umekwisha pasuka. NASA wakauliza kwamba je, aya hii inayosema hivi kwamba mwezi ulipasuka ilikuwaje? Wakaambiwa huu ni muujiza wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoufanya karne ya 7. Ule mwezi aliupasua vipande viwili baada ya kutakiwa, kama kweli yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu, au pasua ule mwezi vipande viwili. NASA nao walikataa, wakasema Qur'ani ichukuliwe ifungiwe katika sanduku. Maana yake ni kitabu ambacho hakina nafasi katika dunia.